Kimichezo na tuanzia hapa nyumbani. Kubwa zaidi, siku moja baada ya kutangazwa dabi kupelekwa tarehe 25 Juni, sasa kumekuwa na sintofahamu kubwa ambayo inaonekana hasa kutoka kwa uongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, tofauti na vile wenzao ambao ni wenyeji wa mechi, ambao baada ya dabi ile tukaona taarifa kwamba wanacheza. Tulitegemea pengine kwa Simba tusikie neno. Sio, unanielewa vizuri? Nakuelewa. Nakuelewa kabisa. Sasa mimi namtafuta mwenyekiti wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Murtaza Mangungu. Murtaza Mangungu, kama unanisikia vizuri kwa hivi sasa, nataka utuambie neno lako ni lipi kutoka uongozi wa klabu ya Simba baada ya dabi hii kupelekwa tarehe 25. Ilikuwa ifanyike kesho. Maana leo walikuwa wametangaza wanaenda kufanya mazoezi ya mwisho pale ya kuelekea mechi ya kesho. Sasa bodi ya ligi ambao wenye mamlaka ya kusimamia mpira huu walitangaza dabi hiyo kupelekwa tarehe 25 ya mwezi huu. Mangungu, mnasemaje Simba? Ya kuelewa, wamesema kwamba kuna nini? Dabi imepangiwa tarehe nyingine. Simba mnasemaje? Mmekuwa kimya tangu kutangazwa kwa dabi hiyo. Matarajio yako baada ya kutangazwa unataka tufanye nini? Tuwasikie viongozi mkisema neno, kauli yenu ni ipi? Mara mwisho ratiba ilitolewa lini? Ratiba ilivyotolewa na kutangazwa dabi, tukaona viongozi wanazungumza, lakini pia hata kwenye peji za klabu wanazungumza hasa kuhusiana na hiyo dabi. Sasa hivi kumekuwa na ukimya, ndio maana tunataka kufahamu viongozi, pengine baada ya dabi kusogezwa mbele, mnasemaje? Maswali yako hayana mantiki. Kivipi hayana mantiki? Sijakuelewa Mangungu. Sio utaratibu. Yaani kwamba ratiba ikitolewa sisi tunatakiwa tuseme nini? Nataka tuzungumzie dabi Mangungu. Dabi jambo halina mantiki yoyote. Naomba kama una jambo jingine unataka tuzungumze. Lakini swala hilo unalouliza halina mantiki yoyote. Murtaza Mangungu, tunataka kusikia dabi imepangwa tarehe 25. Simba mnasemaje? Ndio swali la msingi hilo. Aliyetangaza tarehe awali alikuwa ni nani? Bodi ya ligi. Walipotangaza sisi tulisema nini? Mlisema mtacheza wapi? Benjamin Mkapa. Yaani hiyo unaosema tulisema tukacheza, tulisema wapi? Kwenye vyombo vya habari na hata taarifa ya juzi mmesema mtacheza, kwa maana mechi ya kesho. Ni kwamba aliyetangaza mechi ya tarehe 15 ndiye aliyetangaza mechi tarehe 25. Sisi hatujawahi kuhoji wala hatujawahi kuuliza. Lakini tulichokuwa tunasema ni utayari wetu wa kushiriki michuano kulingana na mamlaka za mpira zinavyotangaza. Kwa hiyo hayo mengine ambayo ulionayo wewe, hayo ni ya kwako. Sisi hatuna jambo lolote. Sisi tupo kwa ajili ya mashindano na timu yetu sisi kwa sasa mchezo ambao tunashiriki ni mpira, na mpira una taratibu zake. Na moja kati ya taratibu ni hivyo kwamba mamlaka zinazosimamia zinatoa ratiba. Ukiniuliza mimi na maoni gani, siwezi kutoa maoni kwa sababu hatuendeshi kwa maoni. Ndio nilikuwa nataka utayari huo wa nikutakie jioni njema na nikutakie heri nyingi kwa siku hii ya leo. Utayari ukoje Mangungu kuelekea tarehe 25? Nixon Jackson. Utayari upoje? Utayari uko. Manake anasema walikuwa wanazungumzia utayari wa mechi iliyopita. Sasa nilikuwa nataka kujua huo utayari wa mechi, lakini amenitakia jioni njema kwa amani, utulivu, busara. Mwenyekiti wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Murtaza Mangungu, akizungumza na eSports ya EFM hapa bwana. Hayo ndio majibu yake. Ina maana wameridhika. Si wako tayari kwa ajili ya mchezo wa mpira? Ina maana maamuzi ambayo yamefanyika na bodi na wenyewe wameheshimu, kwa hiyo wako tayari. Kwani 1 ni ngapi? 2. Sasa maana anasema sisi tuko tayari, lakini walichokuwa wanazungumza kwenye mechi ya nyuma ni utayari wa mechi ile. Ndio maana nikawa nataka anijibu sasa, utayari wa mechi ya tarehe 25 upoje kwa Simba? Bado kuna siku nyingi, kwa hiyo alikuwa na hiyo room ya kutokujibu sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu mechi walikuwa wamejiandaa, na nakumbuka alitoa statement kwamba wameruhusiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Taifa, lakini statement imetoka nyingine, kwa hiyo sidhani kama kutakuwa kuna controversial nyingine itatokea katikati hapa. Kwa hiyo mechi tarehe 25 itachezwa. Sawa, hakuna shida. Utayari wao psychologically wanatakiwa wajiandae kwa ajili ya tarehe 25. Wanajua wana mechi ndio itaenda kuamua ubingwa. Hii ambayo
ilikuwa ichezo kesho, wameizungumza sana kwa muda mrefu. Of course. Yani press kila siku tulikuwa tunaziona. Zilikuwa zinatoka. Na ya mwisho kama unatoka ni barua ambayo walipost kwenye page ya Simba kwamba barua iliyotoka Wizara ya Habari, Utamaduni sana na Michezo kwamba wameruhusiwa kufanya mazoezi ya mwisho. Kwa hata hii pia angeniambia si tuko tayari. Mbona mjadala ulikuwa mfupi? Yaani kila kikao cha TFF na Yanga kile ambacho waliambiwa TFF Yanga waende pale TFF. Tulijua kikao kinaweza kikawa kirefu lakini kikawa kifupi. Na angeniambia si tuko tayari. Lakini ni timu kubwa, kwa hiyo inatakiwa tayari muda wote kwa ajili ya kucheza mechi kubwa. Sababu naamini pande zote mbili zimeridhika. Young Africans wameridhika watacheza mechi, na Simba kama hakuna comment zaidi na maana wenyewe wameridhika. Hawako tayari kwa ajili ya mechi. Kwa hiyo sisi tusubirie 25 of June. Yanga wanasemaje kupitia kwa Ali Shabani Kamwe, msemaji wa klabu hiyo? Nyinyi mnasemaje na ratiba pia ya kumaliza michezo? Maana mwanzo mlikuwa mnahesabu michezo miwili imebaki, lakini mkafikia mahala mkasema hatuchezi mechi yoyote. Sasa sijui na ile ya CRDB imekuwaje, wameshamalizana na TFF, watuweke wazi. Maana mambo ya kuja baadaye kutuambia tunadai, hatutaki. Watuambie hapa kwamba wameshamalizana na TFF, anayedaiwa ameshajulikana, ambaye hadaiwa amejulikana. Nasemaje kwanza kuhusiana na kumalizika kwa ligi? Kikosi chetu cha Young African Sports Club kimefanya mazoezi tukijiandaa vizuri na muendelezo wa ligi kuu ya NBC. Tayari ratiba imetoka vizuri, na ratiba ambayo haina kipengele. Tuna mechi dhidi ya Tanzania Prison, ndio mechi inayofuatia, na ni mechi ya ugenini, itapigwa katika dimba la Sokoine kule Mbeya. Alafu baada ya hapo tutakuwa na mechi dhidi ya Dodoma Jiji, ambayo kwa ratiba ambayo iko mpaka sasa hivi mechi hii itapigwa katika uwanja wa New Aman Complex kule Zanzibar. Ikumbukwe hizi mechi za mwisho zote zinachezwa kwa muda mmoja, kwa maelekezo ambayo wanayatoa bodi ya ligi ya Tanzania. Baada ya hapo tutakuwa na mechi ya Kariakoo Derby siku ya tarehe 25 dhidi ya Simba Sports Club. Baada ya hapo tena tukimaliza ligi tutakuwa na mechi ya mwisho ya kombe la shirikisho la CRDB. Inshallah tuweze kutetea kwa mara nyingine tena ubingwa wetu wa ligi kuu ya NBC, ikiwa ni mara ya 31. Hiyo ni rekodi ya kipekee ambayo naamini kila mshabiki, kila mwanachama na mpenzi wa klabu ya Young Africans anaisubiri kwa hamu iweze kutokea. Kumekuwa na amshamsha aina yake. Safari hii mechi za mwisho hizi sio mechi za mchekea, ni mechi kweli, mechi za kiume. Tupambane, tuungane kama taasisi tuweze kupata matokeo mazuri. Sawa, ni Ali Shabani Kamwe kama alivyoweza kusikika hapo akizungumzia namna ambavyo wataziendea mechi hizo, na amekiri na kukubali kwamba wana michezo sasa, jumla ya michezo ambayo wamebakiwa nayo kumaliza msimu wa 2024-2025 ni michezo 4. Wamefurahi. Si unaona, nakwambia kuna amani kabisa. Ndio nasema kwamba sasa kama pia wamemalizana na TFF watuambie. Maana sio wanakuja tu baadaye wanaibuka na kuanza kusema kwamba tunadai. Hatutaki. Sierra wamesema wana mechi zao 2 za dhidi ya Tanzania Prisons, alafu wana mechi dhidi ya Dodoma Jiji, alafu wanakwenda kucheza derby. Wakimaliza derby wanacheza CRDB Federation Cup final. Yani wanaweza wakapoteza mataji mawili ndani ya wiki moja. Maoni yako hayo sasa? Yani nasema si wanaweza. Ndio maoni yako? Yani ina maana unamaanisha nini? Wanatakiwa washinde game ya Simba, then wakashinde game ya Singida Black Stars. Kwa hiyo ndani ya wiki watakuwa wanagombania makombe mawili. Ndio. Kwa hiyo unaweza kawa inaweza ikawa ni bora kwa, lakini kama kuna amani sasa hivi, let's wait. Ndio kitu muhimu sasa hivi. Wewe unaona kwamba wanaweza kuwa na changamoto hiyo? Changamoto haikosekani. Yani unajua mpira wetu umeshatuweka kwenye hiyo picha. Yani unaweza ukaona umetulia kama maji, lakini kumbe ile reflection ukiwa unaangalia inafanya vitu tofauti na wewe ambavyo unaangalia. Hiyo ndio nafasi ambayo tupo kwenye mpira wetu. Yani kuna ule utulivu unaweza ukawa unauona, lakini kumbe huo utulivu haupo kiasi hicho. Lakini sasa hivi utulivu. Lakini sasa hivi tunauona. Wewe umeona jana ule wa public. Zile picha umeziona. Utulivu huo utaachaje? Huo lazima utulie. Utaachaje kuwepo? Huo lazima utulie. Huo lazima utulie. Kwa hiyo tusubirie mechi. Ndio kitu muhimu sasa hivi. Tusubirie mechi ligi. Unajua ligi inaisha mwezi wa 6 mwishoni. Hiyo ratiba mimi tulikaa hapa kama wiki 2, nikwambia ratiba ya msimu ujao
TFF wanatakiwa wajue namna gani, bodi ya ligi inajua inatakiwa fix namna gani ratiba iwe favorite kwa hizi timu ili mechi zisiwe nyingi, zisiwe za mfululizo za mara kwa mara, kwa sababu ligi kisha mwezi wa 6 na maana tutakiwa wapatie wachezaji pre-season. Hebu kamatia hapo tutakuja hapa kwenye huo mjadala, lakini waendelee kuwashukuru Yasi ambao tumekuwa nao kwa hivi sasa, na Yasi wanaendelea kusisitiza anzia ulipo. Kwa nini wanakuambia anzia ulipo? Na kutoka Yasi na kukumbusha kuwa mafanikio huanza kwa hatua moja tu iliyojaa kuamini kwamba kile ulicho nacho kwa wakati huo, iwe ni kipaji au maarifa, ndicho anachohitaji ili kufikia